Na tafsiri yake nazungumza mtu mwenye umri chini ya miaka 35, ambapo mimi nikiangalia umati wote huu, asilimia 75 waliohudhuria huu mkutano ni vijana chini ya umri wa miaka 35. Na katika nchi yetu ya Tanzania, watu wote milioni 60, idadi ya vijana ambao ni umri wa chini ya miaka 35 ni asilimia 70 ya idadi ya watu wote Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ni nchi ya vijana, kwa sababu ndio kundi ambalo linaathiriwa na changamoto mbalimbali, linaathiriwa na maamuzi mabovu ya viongozi, linaathiriwa na ukosefu wa ajira, linaathiriwa na ukosefu wa mikopo na mitaji. Ndio kundi linaloathiriwa na masuala ya usalama. Ukija hapa Kalinzi, kuna vijana wanapotea, kuna vijana wanakamatwa hovyo hovyo. Ukienda huko kungine, kuna vijana wanatekwa. Mimi mtoto wenu nilitekwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sisi ndio kundi ambalo tunaathiriwa. Changamoto zetu zote zinapaswa kutatuliwa na ambao wamepewa dhamana ya kwenda kwenye vyombo vya maamuzi, aidha halmashauri, manispaa ama bungeni. Kule wale viongozi ndio wana jukumu la kuhakikisha changamoto ya ajira tunayopambana nayo wanasimama madhubuti kutatua changamoto ya ajira. Changamoto ya utekwaji ambao tunakumbana nao ndio wana jukumu la kuhakikisha kwamba utekaji unaondoka. Changamoto ya ukosefu wa mitaji na mikopo, wasimame madhubuti kuhakikisha kwamba tunapata mikopo. Hiyo ndiyo kazi yao. Na upasi kusema kwamba vya siasa havinihusu, kwa sababu siasa ndio maisha yetu ya kila siku. Siasa tafsiri yake ni ufanyaji wa maamuzi na mgawanyo wa rasilimali, kwamba nani apate maji, nani apate ajira, nani apate barabara, nani apate afya. Ndiyo tafsiri ya siasa. Na wanaokwenda kufanya maamuzi ni mbunge au diwani. Sasa tunaelekea kwenye uchaguzi. Uchaguzi ndio fursa ambayo sisi wananchi tunapaswa kusimama madhubuti kwenda kumchagua mwakilishi ili aende bungeni, aisimamie serikali inayokusanya kodi yetu ili tupate maslahi na ustawi wetu. Sasa mmeona nyie bunge hili la mwaka 2020 mwaka 2025. Mbunge wenu hapa anaitwa Makanika sijui. Hata siku moja hajawahi kusimama bungeni kupaza sauti kuwasemeeni. Madiwani wa hapa mnajua. Na mmeona Makanika hajafanya chochote, anataka tena. Yule aliyokuwepo Serukamba ameacha mkuu wa mkoa, anakuja anataka tena. Tofautisheni wafanyabiashara kwenye siasa na wawakilishi imara. Kiza ni mwakilishi. Dada yetu Kiza ni mbunge ambaye anapaswa kwenda kuwapigania. Huyu Makanika ni mfanyabiashara ndani ya siasa, ndio maana hajafanya chochote, anataka tena. Serukamba ni mfanyabiashara kwenye siasa, ndio maana ameacha mkuu wa mkoa, anataka ubunge. Kwa hiyo changamoto zenu zinaamuliwa Oktoba kwenye uchaguzi. Tunapaswa kusimama na kusema safari hii tumejifunza. Huenda 2020 tuliwaamini kwamba uchaguzi utakuwa huru au kuwa huru. Tuseme sasa basi. Tuseme sasa. Sasa tunakwenda kuhakikisha
Thamani ya kura yetu, kura unayokwenda kuipiga, kuhakikisha unailinda ili kura hiyo ije kutatulia changamoto za ukosefu wa soko la kahawa, ili kura hiyo ije kutatulia changamoto ya ukosefu wa soko la ndizi, ili changamoto hiyo ije uondoe changamoto ya vijana kwa kupata ajira, ili kura hiyo ije iondoe changamoto ya usalama na utekwaji ambao tunapitia. Upasi kuona kulinda kura ni jukumu la ACT au jukumu la viongozi au jukumu la dada yangu Kizama yeye ambaye atakuwa mgombea. Hilo sio jukumu lake tu, sio jukumu la ACT tu, ni jukumu letu sote, kwa sababu kura yako ndiyo inakwenda kusimamia ustawi wa maisha yako. Ndugu wana Kalinzi na Kigoma Kaskazini, kuna watu kama walivyozungumza wengine wanahamasisha wananchi wasiende kupiga kura Oktoba kwa kusema kwamba uchaguzi sio huru na haki, sisi tunasusa, hatwendi, kwa hiyo na nyie wananchi msiende. Wana Kigoma Kaskazini, hakuna historia popote ilipowahi kuandikwa kwamba ukimsusia mtawala unatatua changamoto iliyoko mbele yako. Nitatoa mifano miwili tu, nadhani mtanielewa. Mifano miwili michache sana ili muelewe. Kule Zanzibar kule imezungumzwa 2016 kuna uchaguzi umerudiwa mwezi Machi, CUF ilikataa kwenda kwenye uchaguzi. Hatimaye CCM walikuwa wanataka kuroga. Mimi mwenyewe mtu wa mjini. Makanika aache uchawi, mambo yanaendelea. Kule Zanzibar walivyosusa, CCM wakaenda baraza la uwakilishi wote na wakatengeneza sheria mbaya mpaka sasa zinaathiri Zanzibar, za kura mbili, siku ya kwanza na siku ya pili. Nchi zingine tunaambiwa hivyo historia. Nchi ya Mali mwaka 1997 wapinzani wa nchi ya Mali chini aliyokuwa rais Alpha Omar Konare walisusa kwenda kwenye uchaguzi. Konare na chama chake akakomba viti vyote, akaendelea kuwaumiza watu wa Mali. Historia hiyo ipo. Kwa hiyo twendeni tukapige kura, twendeni tukalinde kura, na tuwaambie wanaohamasisha watu kuto kwenda kupiga kura wanafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu unavyosusa, tafsiri yake unakipa Chama cha Mapinduzi nguvu wa kulitawala bunge. Wao kazi yao ni kusifu na kupigia makofi serikali, ni kusifu na kupigia makofi chama chao. Hatupaswi kukubali huu ujinga. Tunasema tunakwenda kwenye uchaguzi wa kihuni kuzuia uhuni. Uhuni wa uchaguzi huu ambao sio huru. Sheria mbovu ambazo tunazo hazizuiliwi barabarani tu, hazizuiliwi kwenye majukwaa tu, zinazuiliwa kwa kwenda kwenye vyombo vya maamuzi. Changamoto yenu ya ukosefu wa ajira, changamoto yenu ya ukosefu wa maji, changamoto yenu ya ukosefu wa masoko ya bidhaa zenu, hauwezi kutatua changamoto hizi sisi kuja tu kuzungumza na nyie. Tunaweza kutatua changamoto hizi kwa sisi kwenda kwenye vyombo vya maamuzi, tukapaze sauti, tukawasemee, tukawapiganie, tukiwa tunaiona serikali, waziri mkuu huyu hapa, makamu wa rais huyu hapa, waziri huyu hapa, tunakuwa na nguvu ya kuwasemea na kuwapigania. Mimi nimalize kwa kuwaomba sana tofautisha kati ya madalali wa kisiasa na mwakilishi bora. Dada Kiza ndiye mwakilishi bora.
Twendeni Oktoba tukalinde kura, tukapige kura, kila mtu akamuhamasishe mwenzake. Wanaosema tusiende kupiga kura, hao wanafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi, wanataka Chama cha Mapinduzi waendelee kututawala. Sisi hatutaki unyonge, tunakwenda kupambana. Asanteni sana.